Karibu tugusie kuhusiana na ahadi za kazi za nje ya nchi pamoja na hatma ya mabinti hasa wa Kitanzania, ikiwa miongoni mwa yale ambayo yameshuhudiwa ni ahadi za ajira za nje hasa katika nchi za Mashariki ya Kati pamoja na Asia, na wakati baadhi wakiwa wanafanikiwa kupata ajira halali, kumekuwa pia na malalamiko kuhusiana na baadhi yao kupata mateso wakiwa kazini, kunyimwa haki za msingi na wakati mwingine pia kuingia katika mitandao ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa sasa hali ikoje katika hilo, lakini ni viashiria vipi ambavyo unaweza ukagundua kwa mapema kwamba ahadi hii ya kazi si ya kweli ama inaweza ikasababisha uingie katika matatizo ama changamoto hizo? Ni miongoni mwa yale ambayo tagusia. Utaweza pia kutuandikia maoni yako kupitia namba yetu 0763809770, na hapa studioni tunaye SP Geoffrey Mawazo Gaudiozi ambaye yeye ni mkuu wa upelelezi kikosi kazi cha ulinzi wa mtoto dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu. Karibu sana. Asante. Tunaye pia Inspekta Ariri Magati kutoka kikosi kazi cha ulinzi wa mtoto dhidi ya usafirishaji haramu. Karibu sana. Asante sana. Karibuni sana. Nashukuru. Naam, na pengine kwanza tuanze kwa kufahamu kile ambacho na taarifa hizi ambazo mnazo kuhusiana na hali ya sasa ya mazingira kama haya ya usafirishaji wa mabinti ama vijana pia kwa ahadi za kazi ambazo zinakuwa si za kweli. Asante ndugu mtangazaji, lakini pia sisi kama kikosi kazi cha ulinzi wa mtoto dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu tupende pia kuwapongeza kina mama kwa siku ya jana, sababu wanasema kina mama ni taifa kubwa, na hapo mwanzo tulikuwa tuna kauli mbiu kwamba ukimwelimisha mama umeelimisha jamii, na ndio maana nadhani sisi pia tumeona ni muhimu kwa siku ya leo ambayo maadhimisho pia maadhimisho hayaishi ya kumwadhimisha mama, kwamba tuone namna gani huyu mtoto wa kike wa Tanzania tunaweza tukamnusuru kutoka kwenye ukatili wa kusafirishwa kwenda kutafuta ajira nje ya nchi bila kuwa na taarifa muhimu. Kwa ujumla hali sio nzuri sana kwa sababu kwa Kiingereza tunasema kuna push and pull factors. Wasichana wengi waliosoma na ambao hawajasoma wameingia kwenye mtego wa kuweza kutafuta ajira nje ya nchi kupitia mawakala ambao wamesajiliwa, lakini kupitia mawakala ambao hawajasajiliwa. Hawa ambao ndo wabaya zaidi. Na kwa kufanya hivyo watu mbalimbali, wasichana wengine ambao tayari wameshasafirishwa kwenda kwenye nchi ambazo wamezitaja, Gulf countries, nchi za Uarabuni, lakini pia na nchi zingine kama Dubai na kama Kiarabu, lakini pia tuna nchi zingine kama China ambako kuna kundi kubwa la Watanzania ambao wako kule, na unakuta waliosafirishwa baada ya kufanywa ukatili baadaye wakapona majeraha, sasa wao hugeuka kuwa tena ndio wasafirishaji wazuri, kwa sababu wanakuwa wanajua namna gani ya kuwapata hawa binti ambao wako bado wako nchini. Na mbinu wanazozitumia kubwa ni pale ambapo wanachokifanya wanapiga picha nzuri sana kwenye maeneo maalum kama kwenye supermarket, kwenye saluni kubwa, kwenye maduka makubwa na maeneo mengine ya kifahari. Na kwa sababu wanajua kuna marafiki zao ambao wameacha nchini, basi huweza kushare nao hizo picha. Na kwa hao wasichana sababu ya kuona vile wanachokiona sasa kwa tunafanya nini hapa Tanzania, na sisi tuweze kuambatana tuna hawa tukaweza kupata maisha mazuri. Kwa mfano watu wanaofanya kazi Gulf countries kwa nchi za Uarabuni, kwa mfano Oman na Dubai, mshahara wao ni mikubwa wanaotangaziwa. Unakuta wanasema mshahara ni riali 70 mpaka 100. 70 mpaka 100 ambao ni kama 500,000 mpaka milioni 1 na. Kwa hiyo mtu akisikia kama kwa mwezi naenda kulipwa rial 70 au rial 100 katikati hapo, anapiga mahesabu nyumbani kwa hii inaweza kiokoa familia yangu kwa kiasi gani. Na wasichana wengi wamekuwa na tabia ya kutaka maisha mazuri kwa haraka bila kujiridhisha kwa pale ninakoenda ni sahihi, hichi ninachoahidiwa ndio hicho nitakachokipata ama la. Sasa kwa kufanya hivyo unakuta sasa hawa wasichana wanavutwa na huu mvuto wa pesa nyingi. Akiangalia hapa nchini kwa mfano kama alikuwa ni binti wa kazi, mishahara mingi inakuwa ni kwenye 70 mpaka 150,000 na 1,500,000. Sasa akiambiwa 700,000 mpaka milioni, akili inachanganyikiwa. Na wakati huo apate hata ile fursa sasa ya kujiridhisha
na hizo taarifa ambazo amepewa. Kwa mwisho wa siku anajikuta amesafiri. Lakini wanachokifanya pia kurahisisha maisha, wanawaambia hamna shida, wewe piga picha tutumie, lakini pia wanaandaliwa passport kwa gharama ambazo hawajui zinatoka wapi, wanaandaliwa ticket kwa gharama ambazo hawajui zinatoka wapi, lakini pia wanapewa saa nyingine pesa ndogo kwa ajili ya kuiachia familia. Wakatumia baada ya $200 au $300 kwamba iachie familia. Kwa familia na yenyewe inaingia kwenye mkumbo wa kumshukuru Mungu kwamba tayari familia imepata mkombozi. Na mwisho wa siku wanapofika kule, sasa changamoto ambayo tumekutana nayo sisi kama kikosi kazi, wakifika kule wanakuta taarifa ambazo waliambiwa ni mishahara mikubwa na ni kazi nzuri, inakuwa ni tofauti. Na uhalisia unakuwa kwenye kwenye Gulf countries, kwenye nchi ambazo ni za Arabuni, at least wao wanakuta ni kazi zile, lakini mazingira ya kazi ndio yanakuwa ni tofauti. Sababu Warabuni wanaishi kama Wamasai, wanaishi kwenye boma kama ukoo. Kwa akifika pale anafanya kazi nyingi kuanzia asubuhi mpaka asubuhi nyingine. Sasa akilinganisha na mshahara alioambiwa ni tofauti. Ataosha magari, atafanya bustani, unakuta labda kama ni nyumba ina orofa, labda ina orofa 2, afanye usafi wote, akitoka kule afanyie tena usafi wa nguo wa watu wote pale. Kwa hiyo hawana muda wa kupumzika. Mara nyingi hao sasa ni wale ambao wamesafirishwa kupitia makampuni ya usafirishaji ambao yamesajiliwa na TAESA. Lakini wale ni rahisi sisi kuwasiliana nao na kuwarejesha nchini. Lakini wale ambao wameenda katika njia za panya hizi kupitia mawakala ambao sio rasmi, wengi huishia katika mambo ya ukatili wa ngono. Akifika Dubai, akifika Guangzhou kwa mfano au Macau, anachoambiwa dada umefika, hakuna swala la hoteli, hakuna swala la restaurant, wewe tumekuletea nguo zako ni hizi hapa. Anaitoa nguo ambazo zina kuonyesha sehemu zake za mwili. Na mwisho wa siku anaambiwa sasa kila siku utakapokuwa unaenda huko lazima utuletee $300. Unaumwa, huumwi. Hiyo ni I-24/7 kuanzia siku ya kwanza. Ni kama anaenda kufanyishwa biashara ya kingono. Kwa hiyo ni kile ikifika jioni, yani kujiandaa na kuvaa nguo hizo na kuelekea kwenye maeneo ambayo yameelezwa kwenda kujiuza. Kwa hiyo kila siku lazima arudishe $300. Na unakuta sasa hii ni kama deputy bondage, yani ni kama vile mtu amewekwa rehani, kwa sababu baada ya yule aliyemsafirisha anampigia mahesabu, anamwambia nilikutafutia tiketi, passport, kutumia na $300 na vitu vingine ambavyo huvijui, hapa tunakudai $8,000. Kwa ni lazima ulipe hiyo pesa yote, alafu ndipo sasa uende na maisha yako. Sasa ukiangalia ndugu mtangazaji, $8,000 ni shilingi ngapi? Kama milioni 20. Sasa mpaka uirudishe dola hizo 8,000 ndipo uanze kuwa na maisha yako binafsi. Kwa hiyo wasichana wanapitia wakati mgumu, wanabadilisha wanaume ili kuweza kuishi, na wengine mpaka wanapata changamoto ya kupata magonjwa. Na wakati huo sasa ndipo anapoanza kutafuta forum ya kuomba serikali iweze kumsaidia kumrejesha nchini. Na kwa bahati nzuri tumebahatika kweli kupitia kikosi kazi chetu kuwarejesha wasichana wengi nchini kutoka China, lakini Pakistani, Malaysia na nchi zingine. Mpaka sasa mmewarejesha wangapi, kama hata kwa mwaka uliopita ama katika miezi ya hivi karibuni? Kwa idadi tunaweza tukasema almost kwenye 74. Yani katika kipindi tangu tumeanza almost kwa ndani ya miaka 3-4 ndio 3-4. Yeah, au tumerejesha nchini na wakapata huduma mbalimbali za unasi kupitia kikosi kazi. Tuna watu wa social welfare ambao wamejifunza jinsi ya kuweza kuwarejesha katika hali zao za kawaida, kwa sababu unakuta mara nyingi wamechanganyikiwa kupitia hayo madhila waliyopata. Yeah. Inspector Hariri, katika hilo awali aligusia kuna wale ambao wanaenda kwa njia tofauti. Kuna namna yoyote mna kufanya ufuatiliaji hasa kwa wale ambao wameenda kupitia agencies hizi, kujua maendeleo yao ama kama wako katika hali gani? Kufuatilia wakiwa huko wanakoenda kufanya kazi. Hilo halijafanyika moja kwa moja la kuweza kufuatilia kupitia agency wao, lakini kilicho kizuri ni kuwa mtu yeyote aliyepitia agency rasmi akipata shida ni rahisi kusema mimi nilipitia ofisi fulani ambayo ina adresi eneo fulani, na kweli mkifika mnapata taarifa sahihi za huyo mtu. Kwa hiyo kwa namna hiyo kuokoa wale ambao wanakuwa wamepata shida, kuwarejesha nyumbani, ama wale agents kutumia agents wengine ambao wanafahamika katika nchi ile husika kuwatafutia sehemu nyingine ambayo ni rafiki. Kwa hiyo
ni vyema mtu unapotaka kusafiri ukatumia njia iliyo rasmi kuliko kutumia njia ambayo ni isiyo rasmi. Sasa tunataka kufahamu kwamba ugumu unakuwa wapi katika kudhibiti haya matukio kabla hayajafanikiwa ama hayajatekelezwa, sababu unajua kumrudisha mtu ambaye tayari ameshapata changamoto, ameshapitia madhila, hatuhesabu kama ni mafanikio sana. Mafanikio ni pale ambapo tunamsaidia huyu mtu kabla hajaingia kwenye hayo matatizo. Tunafahamu kwamba kuna kwenye jeshi la polisi kuna intelijensia, mnazo rasilimali nyingi za kuweza kufanya na kugundua, lakini kuna Interpol, kuna mfumo wa Interpol ambao mnaweza mkashirikiana na polisi katika nchi nyingine kuweza kufahamu mazingira ya hawa watu. Kwa nini bado inakuwa ngumu kwenu kuweza kuzuia hivi vitendo kabla havijafanyika, na badala yake tumekuwa tukidili na matokeo wakati huo tayari hawa watu wameshapitia matatizo? Asante sana ndugu mtangazaji, umeongea vizuri. Makosa haya ni makosa yanayovuka mipaka, na mbinu zinazotumika ni sawa tu na zile za madawa ya kulevya. Kwa mfano ndugu mtangazaji, labda nikupe taarifa moja. Unakuta msichana anayesafirishwa kwenda nje ya nchi, mtu anayemsafirisha mjui. Anachokifanya, anaambiwa utakutana na Juma, huyo Juma atakupatia passport au atakupeleka uhamiaji kwa ajili ya kuandaa taratibu za passport. Akifika kule, siku ya pili yake passport inaletwa na mtu mwingine boda boda, ambaye anamwona tu boda boda. Lakini hapa maafisa wa uhamiaji hawafanyi, kwa sababu shida ni kwamba wakina kujua kama huyu mtu ameitwa na nani, anakwenda wapi. Issue ni kwamba sheria zetu zinaruhusu mtu yote kuweza kusafiri nje ya nchi, ili mradi amekizi vigezo. Lakini unaona taratibu, ana umri. Kwa mfano, kweli unaruhusiwa kusafiri, lakini lazima tujue unakwenda wapi. Labda Halili ongelea swala la namna ya kupata passport. Okay, so ili niweze kupata passport ni lazima niwe na nyaraka, viambatishi ambavyo niweke katika ile fomu ambayo nataka kuomba passport. So nikiomba passport, zile nyaraka kuna taasisi ambazo zinazitoa. Tuseme kwa mfano NIDA inatolewa na mamlaka ya NIDA, si ndio? Cheti cha kuzaliwa nikimaanisha inatolewa na RITA na viambatisho vingine. So mtu anapokuja anakuja na zile nyaraka, na ukipitisha mfumo, kwa sababu mfumo wa uhamiaji unaingiliana, kwa hiyo ukipitisha kwenye mfumo unamwona huyo mtu yupo. Kinachofanyika sasa ni kuwa unapoenda haijulikani kuwa ni nini kinachoenda kufanyika. The end result hauwezi kujua hapa, na pasipoti ni haki ya kila Mtanzania kama anakidhi nini vigezo. Kwa mtu huyu anakuja na kitu ambacho unaona kama ni mkataba wa kazi, anakuja na nyaraka ambazo zinaonekana kabisa ni sahihi, hauna uwezo wa kumkataza kufanyaje kusafiri. Na ukumbuke kama alivyosema afande wangu hapa, ni kuwa unapoongelea usafirishaji haramu wa binadamu ni biashara ya kupangwa. Kwa hiyo mtu anapokuja anakuwa ameshafanyaje, ameshajipanga, na kuwa yeye kama yeye binafsi hajui kinachoenda kumtokea mbeleni. Yeye anachoona ni kile tu alichoahidiwa. Kwa hiyo sio rahisi kusema moja kwa moja kama unaweza ukalizuia hilo lisifanyike. Kwa mantikio hamna intelijensia ya kuweza kudetect kwamba kuna kitu kinakwenda kufanyika ambacho sio cha kawaida. Kwa sababu tumekuwa tukiona hata jeshi la polisi wanaweza kusema tumeona kuna viashiria labda vya watu bana, kwa mfano mkikusanyika hapa kutakuwa na uvunjifu wa amani, kwa msikusanyike. Kwa nini hamwezi kuwa na intelijensia ya kujua kwamba nyie naona ukisafiri kuna kitu kinakwenda kufanyika ambacho ni nani? Intelijensia tunazo, na tangu tumeanza kikosi kazi tumekuwa na juhudi kubwa sana ya kuweza kutoa elimu kama tunaofanya sasa hivi. Kumbuka kama alivyosema Inspector Alili hapa, actors wa swala hili ni wengi. Tumeongelea hivyo, kupata dokumenti zote kule zimeshakamilika tayari. Ameshaenda na uhamiaji, ameshapata passport, ameshapata visa, yuko airport. Sasa intelligence inaanzia wapi? Ni pale ambako ni muhimu kushirikisha wadau wote. Kwa mfano airport kuna actors wengi ambao wako pale. Kuna jeshi la polisi, kuna uhamiaji, kuna usalama wa taifa, kuna watu wa mamlaka ya uwanja wa ndege, kuna watu wa airline, kuna watu mbalimbali ambao wako pale. Kwa hiyo hao lazima wote wapate elimu ya kuweza kungamua indicators za huyu mtu akiwa iko hivi. Pamoja kwamba ana passport na visa. Hapana, tumhoji pia anaenda kufanya nini. Sawa? Lakini tumuulize labda pia wanasema zile bank statement. Wewe kama unaenda Dubai, maisha kule ni magumu, lazima tuonyeshe wewe unaenda kufanya nini.
Kwa nini mnauliza kuhusiana na kiwango cha mtu katika akaunti yake? Katika nchi zilizoendelea ni muhimu pia, hata unaposafiri kwenda nchi yote lazima uonyeshe bank statement, kwa sababu waone umuhimu na yani uwezekano wa kuweza kuishi kule bila kusumbua. Hiyo ni utaratibu wa kawaida. Lakini taarifa za benki ni siri ya mtu. Wakati wa kusafiri sio siri ya mtu. Kwa mfano unapoomba visa kwenye balozi kama mfano Uingereza, Marekani, lazima bila hivyo hawezi kuruhusu. Tujue kabisa kwamba unaweza kumudu maisha kule au utatokomea huko au utaanza kutusumbua tena kurejesha. Kwa sababu hiyo ni swala la kulinda pia haki za binadamu, kwamba kusafiri ni kitu kimoja, lakini kusustain maisha unakoenda ni kitu cha pili, kwa sababu ukiteseka katika nchi ambayo ni ya ughaibuni pia haki zako za msingi zinakuwa ziko violated. Na kwa hiyo ninachosema mambo ya intelligence tunazo katika viwanja vya ndege, tumeanza kutoa elimu katika viwanja vyote, ambako sasa hivi kwa kweli tumepunguza. Wanabuni mbinu kila siku, lakini ati tumepunguza kwa kiasi kikubwa kwa hawa watu ambao wanasafiri kwa kutumia njia za kawaida. Sawa kabisa. Lakini changamoto yenyewe kubwa mnaiona sehemu gani hasa? Yaani shida kubwa kwenye utekelezaji wa majukumu yenu, kwa sababu mna lengo ni kuhakikisha kwamba mna tokomeza ili tatizo la usafirishaji haramu wa binadamu, lakini nyie mnaona shida kubwa iko sehemu gani hasa? Nitataja chache na Inspector Alili ataongezea. Unajua kuna profesa mmoja anaitwa Joy Ngozi, ni profesa kutoka Nigeria, ambaye yeye amekuwa ni mwambata katika Umoja wa Mataifa kwenye kitengo cha human trafficking. Mimi nimekuwa nikimfuatilia vizuri. Amesema kuweza kuvunja mtandao wa usafirishaji haramu wa binadamu, elimu ni silaha kubwa, kwa sababu hili ni kosa ambalo linavuka mipaka na sio Tanzania tu. Kwa mfano ukiangalia katika ukanda wetu wa East Africa, polisi wana shirikisho linaloitwa IAPCO, nao wanapambana kwa kushirikiana na Interpol zote ambazo ziko upande wa Eastern Africa, lakini pia kuna SADC ambao sisi tunaita SAPCO, yani Southern Africa Police Cooperation Chiefs. Kuna penyewe wana ukanda wao, na mara nyingi tumehudhuria kozi mbalimbali. Alirudienda nadhani Botswana, umeona jinsi tatizo hili ni kubwa, ni la kimataifa, sio la nchi. Kwa sababu tunachokiangalia hapa ni faida inayopatikana baada ya huyu mtu kusafirishwa. Nimetoa mfano kwamba mtu anapokuwa amesafirishwa anafika kule anadaiwa dola 8,000 mpaka 10. Huyu mtu anaweza kama ametumia dola 2,000 tu, lakini anadai dola 8,000, ambao ni kwa kama amesafisha 10 unaweza kuona tayari ni biashara kubwa. Lakini pia ni biashara ambayo mtu mwenyewe anasafiri, tofauti na madawa kulevya, inawezekana ni biashara ngumu zaidi, kwa sababu hiyo ni vitu ambavyo havizungumzi, na wakati huyu ana dokumenti zake zote, anapita kwenye vyombo na kuelekea mpaka anakoelekea. Kwa hiyo ni rahisi sana kumsafisha mtu yoyote. Na sasa hivi kwa sababu ya utandawazi, kuna mitandao ya kijamii mbalimbali ambayo inatoa advertisement, lakini bila kuprove hizo information kwa kweli, na ndio maana tunafika hapa kuomba nyinyi waandishi wa habari muwe ni chachu ya kuweza kutusaidia kutoa elimu kwenye jamii. Elimu ni muhimu sana, kuanzia kwenye level ya familia. Serikali tuna jitihada zetu, NGO wana jitihada zao, lakini na vyombo mbalimbali. Kwa mfano tumeanza kutoa elimu kwenye vyuo vikuu, ambao sasa ndio watumiaji wakubwa wa simu, ambao kwenye simu huko ndio kuna dunia nzima imejificha huko, scammers na watu wengine wamejificha kule. Na kuna watu wengine, kwa mfano tulikuwa na mfano mmoja ambako kuna mwanafunzi kutoka chuo kimoja tukitaji, aliamua kuacha kusoma masomo yake baada ya kuambiwa wewe kama kwanza unahangaika na masuala ya nini, masuala ya kupata nini, mkopo na vitu kama hivyo, sisi huko utapata kila kitu. Huyo binti alifanya jitihada za kutoroka chuoni mpaka wa Namanga. Baada ya tumepata taarifa kupitia hizo na usema taarifa za intelijensia, tukawa tumemtrack down kule, tukawa tumemrudisha na kwenda kutoa elimu kwa wanafunzi wote chuoni kuwa makini, kwa sababu mtu hata naye communicate naye hamjui. Yani kuna mtu tu utamkuta Arusha, ukifika Arusha utachukua shato na manga upande wa pili utapokelewa. Unaona hiyo trend? Sasa watu wote kama ni kuwatafuta ni ngumu sana. Kwa hiyo nadhani elimu kwa jamii, kuanzia familia, kwamba mzazi anapotaka kumruhusu mtoto wake kwenda nje ya nchi kwenye fursa ya ajira, ajiridhishe mambo makubwa yafuatayo. Kwanza ajue huyo wakala ni nani, na ikiwezekana take trouble kwenda kuona ofisi. Ofisi iko wapi? Ni nani unashirikiana nao mwanangu? Hawa watu ambao ni wema sana duniani, wanakutafutia passporti, wanakutafutia visa, bure, wanakupa mpaka na hela kutuletea nyumbani sisi tunasherekea. Ni watu wa aina gani hao ambao wamejitokeza Tanzania? Malaika gani? Malaika gani? Kikao cha familia kikae kwa mustakabali wa mtoto anayesafiri. Kupitia hapo wanaanza kujenga mashaka. Na unakuta wakati mwingine majina haya, mtoto wako anaita Joyce, lakini wanakuja na passport inaitwa Kuruthum Mohamed. Mara nyingi kwenye Gulf country wanataka mtu anayesafirishwa awe na muonekano wa Kiislamu.
Kwa hata kuvaa ukienda airport ndio tunasema intelligence tumeshawafundisha, wanajua indicators. Mtu anajifunika tu ushungi. Unajua sisi kama mavazi ya kijeshi wale unaona mara nyingi wanakamatwa. Kwamba wamemkamataje, mbona kama sare ni ya jeshi la polisi, kama ni jeshi la... Sisi tunajua, mimi kama askari najua hiyo sio uniform yangu. Kwa hata wale wanajua huyu mtu ambaye amejininginiza tu hivi, ukimwangalia vizuri huyu kabandikwa tu. Ukimwona kobe yuko juu ya mti maana kafanya katundikwa. Haiwezekani. Kwa hiyo wanaanzia kuhoji hapo na kujua. Mara nyingi tumekuwa tukiwazuia wengi kabla hawajasafiri. Tunayo mafanikio makubwa ya kuwazuia kabla ingawa ukiwazuia tunapata vita kubwa sana kuanzia kwenye familia, kwa sababu tunachosema elimu. Tunapata vita kubwa kwenye familia. Huu ni wivu tu. Nimejuaje kama anaenda kuteseka? Unajuaje kama anaenda kufanyiwa mkatio wa kingono? Tunazo changamoto kubwa tunazopitia, lakini tunasema wakati umefika sasa familia iamke. Iache kutegemea tu kupata pesa kutoka watoto wao kutoka nje ya nchi bila kujiridhisha na watoto wao wanapokuwa wanasafiri. Inspector Hariri, kwako pia vijana wengi wanapotafuta fursa, mambo gani ambayo unashauri wazingatie? Cha kwanza ambacho ni kikubwa sana katika ulimwengu huu wa sasa kinachotuponza vijana wengi ni kutaka kuishi maisha ya mtu mwingine. Nikimaanisha kwa leo mtu akiona nimeposti anaamini kwa hayo ndio maisha halali ama halisi ninayoishi, ambayo kwa huku tunakoongelea leo usafirishaji haramu wa binadamu sio maisha halisi. Kwa hiyo vijana wengi tunatafuta urahisi wa kupata hayo maisha bila kujua kama nyuma yake kuna nini. Hiyo kwanza. La pili pia ni vijana wengi wamekuwa na tamaa, kwa hiyo na usiri mkubwa, na wengi wanajifikiria wao. Nikimaanisha kuwa mtu anapelekwa Gulf ama Mashariki ya Kati, akisha pata chochote anachopata na yeye anatafuta namna yeye apate. Sasa nikimaanisha sasa muhanga naye anakuwa sasa anaanza kusafirisha wahanga wengine kama alivyokuwa naongelea afande wangu hapa. Kwa unakuta na yeye anaanza kuwafundisha ama kuwatafuta watu wengine nchini Tanzania, wadada wengine nchini Tanzania, akiwaaminisha kwa yale anayoonyesha kwenye mitandao ya kijamii ndio maisha halisi, ambayo sio kweli. Kwa ni vijana waamke, wajue kwa maisha ya kwenye TV ama maisha ya kwenye mitandao ya kijamii sio maisha halisi. Ni sawa na sisi hapa mtaani unaweza kukuta kama kuna mafuriko hapa tu, lakini mtu anaweza kaonyesha kama mafuriko yametokea leo Dar es Salaam nzima, lakini unaweza kukuta ni labda ni hicho kipande tu, sio Dar es Salaam nzima. Kwa hiyo ni vizuri vijana wakaamka, wakaanza kuishi maisha yaliyo halisi. Baki mambo ya kufake yamekuwa mengi sana. Na wanapopatikana mabinti panajulikana. Kwa mfano hawa wanaowatafuta kuwa recruit, anaweza kaenda saluni tu, ziko saluni nyingi Dar es Salaam hapa naweza unazijua za kike, anafika pale naye ni mdada, naye anasuka, anaangalia wale wanaosuka, unalipa shilingi ngapi? Unajua hapa bana, labda sijui unaondoka na shilingi 5,000 kwa siku, labda shilingi 10,000 na vitu kama hivyo. Kazi kama hii Dubai umetoboa. Hebu angalia kwenye picha hizi. Wenzako wanafanya kazi kama hiyo wameshatajirika. Yaani wameshatajirika. Lakini unadhani kwa nini mabinti ndio wanakuwa wahanga wakubwa zaidi? Mabinti wanakuwa wahanga, sio mabinti kwa ujumla, lakini unaposema ni wahanga kwa sababu kumbuka unyanyasaji wa kingono ndo mara nyingi wao unawalenga. Na ndio biashara kubwa kwenye nchi zingine kama nazosema hizo Malaysia kwenda China. Kwa wanapelekwa kwa ajili ya kwenda kutumika kingono. Na unaona kama nilivyokuambia inavyolipa $300 kwa siku per night. Uwe kwenye mzunguko wako, they don't care. Yani wewe tunataka tarehe 1 mpaka 30 $300 ili urejeshe $1,000 au 800. Naomba kuongeza hapo. Sio vijana tu, naomba kwa kumalizia. Sio vijana tu ndo, sio mabinti tu ndo wahanga wakubwa. Sasa hivi kuna hii kitu wanaita intelligence human trafficking, ambayo wanatumia sasa wenye taaluma zao. Kwa labda wewe ni IT professional, wanakutoa hapa wanakupeleka huko makao. Ndio wale wanaotengeneza sasa website zile za kudate. Mtu anasema kama mimi nimepata mzungu wangu, nimepata si mchina wangu kwenye hizo sites sasa. Hao sasa ndio wanaochukuliwa. Kwa hiyo mtu anakuja kweli amesoma, yeye ni professional katika hiyo nyanja yake. Lakini akifika kule si kazi imetangazwa, tunatafuta IT professional, kazi ni hivi, na kweli unakuwa umefanywa vile vitu vyote, umetafutiwa pasipoti, umenunuliwa tiketi. Ukifika kule kazi unayofanya sasa ndio hiyo. Wewe unatengeneza hizi sites za kuwavutia wadada ama wakaka kupata pesa. Kwa hiyo fanya wizi kwenye mitandao. Wizi wa mtandaoni. Kwa hiyo kwa kumalizia kwa ufupi sana, unalipi la kuambia jamii kuhusiana na masuala haya ya usafirishaji haramu? Asante sana. Kwanza tuwashukuru sana nyinyi Azam TV. Tumekuwa ni wadau wakubwa. Nadhani last time nilikuwa hapa pia.
Kama tulivyosema, elimu ni jambo la msingi kama proactive measures. Hili reactive ndo kama iko kimbizana kukamata watu, kuwarejesha, kama ulivyosema wameshaharibika. Kwa tunataka katika ngazi ya familia, serikali tuna jitihada zetu, tunavyo vyombo kama hii chetu tunachokifanya, lakini kama ulivyosema kuna Interpol, kuna ATS ambayo ni secretariat ya kuzuia makosa haya, lakini pia kuna NGO mbalimbali zina kazi zake zinatusaidia kufanya hizi kazi. Lakini sasa tunataka kuambia wananchi kwamba sasa hivi wakati umefika ambako watoto wetu tusipoangalia sisi kama familia tukategemea serikali ndio ianze kufanya kazi hizi, tutaweza kuwapoteza wasichana wengi. So hii ni elimu kwa jamii kujua kwamba hakuna pesa nyingi nje ya nchi kuliko hapa nchini. Watoto wetu wanaanza kaishi hapa Tanzania na wakawa mentored, wakafuata fursa zilizopo na maisha yakawa mazuri. Naam, shukrani sana. Tunawashukuru sana na tunatakia kila laheri katika majukumu yao ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Asanteni sana. Shukrani.